Yes, of course, mimi ni karibu kwenye video yangu na Uncle Zumo, tupige na story. Jana ametushtua baada ya kuona message yake au comment yake kuhusiana na mke wake. Ilikuwa ni saa 10 alfajiri ukiwa hajarudi tokea alipoenda kwenye harusi ya mdogo wake na Zuhura Kaoge, Salha Abdallah. Anko kwema? Na kwema kabisa hali. Kuna kinyonge. Ndio hivyo tena kama mlivyosikia. Kuna mama peke yake kwenye tukio. Watu kumuuliza anko yuko wapi? Baadaye tukaona taarifa. Kwanza uliagwa na uliambiwa anarudi saa ngapi? Mimi kuagwa nimeagwa na ile pale ni kitchen party inahusiana na wanawake, japokuwa katika maendeleo ya mwanamke mwanamume yupo nyuma yake. Au si kama vile ambavyo maendeleo ya mwanamke yupo nyuma yake. Na vile mmeona kama nyinyi pale mmechukua maki ni wanaume pale katika kwa support. Si mmeendelea, lakini kwa sisi wanaume ilikuwa haituhusu, lakini tulihusika katika masuala ya mavazi, nauli na nini na ruhusa kwa ujumla. Sasa hiyo ruhusa kidogo ndo kimenikuta kitu bwana. Karudi asubuhi. Mimi nilichomuuliza tu kwamba ushaswali, akaniambia nimeswali basi. Mambo mengine naona tuyaache tu. Ilikuwa alfajiri ndio ulikuwa umeamka au ulikuwa online unasubiria kuona kinachoendelea? Ilikuwa bado nilikuwa nimeposti bado, ili saa 8 za usiku sasa. Yaani mtu ambaye mimi yani dada ambaye naimwamini hapa sasa hivi ni Zailisa peke yake, kwa sababu yeye alisema kweli kabisa huyu alishaondoka. Si umeelewa? Lakini wake na Lina toka tuna shoot, si Habiba ataenda. Nikajua labda wanataka washirikiane katika gari moja, wakasema tena village sisi sehemu kiko moja, magari mengine wako tunayaachaga, anaendesha mmoja. Nikajua hivyo. Lakini nafikiri nilipokuwa simuoni na ile video vile na Lina pale, nilikuwa na biashara ishaisha. Kwa hiyo Zailisa ndo kachoma nyumba. Sio kachoma nyumba, ndo nikasimama upande wangu, hajachoma nyumba, kasimama upande wangu. Bwana, naweza kajiona na turufu kumbe nina garasa. Kwa hiyo unapata update kutoka Zailisa bwana yupo anatoka. Yeye hajataka habari za kupiga nje, kasema kabisa kwenye comment pale chini. Huyu mtu ameshaondoka tayari. Lakini yeye kumtumia message na kwamba ni kwenye shughuli, bi harusi hajaja bado. Saa 7 bi harusi hajaja. Saa 8 bi harusi hajaja. Saa 9. Sasa nikasema jamani, bi harusi vipi? Kumbe bwana alikuwa na mambo yake. Bwana shabra zake ndugu yako hapa analalamika. Pole sana. Huyu jamaa ndo ananipa ushauri wa mapenzi. Sema zake anakupa ushauri wa mapenzi. Huyu ndo ananipa sana ushauri yani. Kama mimi naambia mengi sana kwenye gari, mwambie bwana vumilia. Haya mambo ndio yalivyo. Ndio maana unaambiwa katika dini vitu mpaka uvione, usihisi. Yanaweza kuwepo sehemu yoyote kama binadamu. Kwa hiyo mawazo yako yasende kwingine. Wewe mawazo yako alienda wapi? Mimi ili nisiumie roho. Nilijua tulikuwa kama ameingia msikitini kuswali swala za usiku. Misikiti mingi mjini hapa. Hivi umejifariji usiumie roho. Ndio hivyo sasa, unaambia usimfikirie mtu vibaya. Dini inasema wala tajassasu. Msipekuane, wala tajassasu. Msichunguzane. Alafu Mungu akasema ijitanibu kathira minadhanni. Yaani jitahidini sana kwa wingi, jiepusheni na dhana. Kwa hiyo sasa mimi nimemdhania vizuri. Baada ya pale kavua ile gauni, kapiga baibui, kaingia msikitini swala za usiku, tahajjud zile witri nini, kaamka na alfajiri, kaja nyumbani kalala. Mimi ndo nikaondoka zangu. Nataka sikia comment yako, kuona sasa hivi wanaume wanacheza sana michezo mpaka wanawake sasa wamekasirika. Sasa inakuwaje tena wanaume wanacheza michezo kama wanaume wameingia kwenye dunia yao? Siku zote kazi ya kike akiingilia mwanaume anaifanya kwa ufasaha, na kazi ya kiume akiingilia mwanamke anafanya kwa ufasaha. Na ndio maana hata mimi nikipanda basi za mikoani nikimwona dereva mwanamke aisee nalala, kwa sababu mwanamke ni mwanamke, alafu yeye ni mama, yani yeye anachukua kama hawa ni wanangu, umenielewa? Kwa hiyo hata chapati, una chapati za kiume zile barabarani, wale washikaji wanapika chapati ile wenyewe wanaita madije wa CD, unaonaje zile kwa tamu zile? Tumeingilia kazi yao. Kwa hiyo akija huko na sisi tunakwenda kule, kuna wanawake wengine mafundi gereji tunaruka nao, tupishane. Lakini watu wanasema kama wanaume wanaanza kupungua. Wanaume kwa jinsi ilivyo, ndio maana Mwenyezi Mungu akataka sisi tuwe na mwanamke zaidi ya mmoja, yani wanne, akaweka limiti wanne kwa upande wa Uislamu. Kwa sababu hiyo duniani wanaume wanakuwa wachache na wanawake ni wengi. Na tusiulize kwa nini Mwenyezi Mungu haulizwi, fa'alu lima yurid, fa'alu lima yurid. Naam. Kwa hiyo wameingia kwenye upande wetu na sisi tumeingia kwenye upande wao. Kwa hiyo hamna kulaumiana katika masuala ya kazi, lakini maki sisi nikaingia mgenge hapa. Na maanisha kazi. Sio mambo mengine. Sio mambo mengine. Wengine madereva wengine. Madereva, mafundi gereji, unaona bwana, wapishi vizuri kabisa ndugu yangu. Lakini sio kwenye mambo mengine. Sio mambo mengine. Mwanangu, neno lako la mwisho kwa mashabiki zako. Bwana, neno la mwisho kwa mashabiki zangu, unajua mashabiki zetu nyinyi sisi nyinyi ndio maboss. Umeelewa? Wanasema thamani ya binadamu inapatikana kwa binadamu mwenzi. Yani mwanadamu ndiye anatoa thamani ya vitu. Ili gari zuri jipya, lakini kama tukiliacha hapa mwaka mmoja tayari mchwa ndani, ndege mzee wanataga, si kuna makenge, kuna manani, kwa sababu binadamu
hajaligusa. Kwa hiyo niseme tu kwamba sisi tunawathamini sana wao mashabiki zetu, kwa sababu wao ndio wametufikisha hapa. Nimeanza sana mwaka 2017 mpaka mwaka 2026. Miaka mingapi hiyo hapo? Umeanza kipindi cha Gen Z. Mpaka Gen Z naenda nao vizuri. Na wanaheshima wale. Napenda sana. Moja la mwisho kumalizia kwa upande wangu. Imesifika sana wasanii wa kutoka kwenye Lamata Village mnaongoza kuhudhuria kwenye matukio hasa ya sherehe. Yeke sawa hii. Ninyi ni watu ambao hamunaga kazi, kila sehemu lazima muhudhurie, ama tafsiri yake nini hasa? Watu wanaamini hivyo. Kusema kwamba sisi Lamata Village hatuna kazi, mngesikia kwamba sisi wezi, matapeli, majambazi, kwa sababu binadamu huwezi kuishi bila kula, kuvaa, kupendeza, unaona jinsi unavyopendeza, au sio? Kwa hiyo kazi tunao, upo muda wa kazi na upo muda wa masherehe. Sisi mtaji wetu sisi ni watu. Tunapoalikwa kwa watu inabidi tuende, unaona, tunakwenda na tunaonyesha jinsi gani mtu anatakiwa kufanya kazi na jinsi gani anatakiwa kufurahi na jinsi gani anatakiwa kuvaa. Sisi tunafundisha tu kila kitu. Kuna watu wa kuvaa, kuna watu wa dini, kuna watu ambao wanadumu katika ndoa. Mmesikia habari za, mshasikia chochote kuhusu mimi na Baba Zumo? Tuje katika ukweli kabisa. Mshasikia chochote? Tuko tunasema huyu hajatembea na huyu hajatembea na huyu, anataka kuna mtu alofumaniwa. Ukiona hujafumaniwa ujue kweli umetulia. Sio kama labda eti unacheza karata zako vizuri. Wewe nani? Wengine wanafumaniwa, usifumaniwe wewe. Hamna cha karata vizuri. Ni kwamba umetulia tu. Zinaenda vizuri. Si umeelewa Kwa hiyo ni kwamba sio ujanja. Kwa hiyo ni stoke nje ya mada. Sisi Lamata Village tunapenda sherehe kwa sababu tunaalikwa, na tukialikwa tunaalikika, tukialikwa na bajaji sisi tunaendeka na basi, tukialikwa na basi tunaendeka na treni. Shukrani. Asante. Hapatoshi, kila mtu, yani watu ni wanakuja na kila anayekuja mtu. So mtu, kila mtu shughuli zetu. Kuna moja clip yako uliwahi kuzungumza ukasema wanaume wengi siku hizi wanacheza michezo. Moja kauli ambayo ilizua vutano sana mitandaoni. Ulikuwa na maana gani kuzungumza kusema wanaume wengi sasa ndio wanacheza michezo, kama vipi wanawake tuwaachiwe wacheze? Ulikuwa na maana gani? Yaani sasa imefika kipindi hata tukikaa majumbani, sio stress zako za mchezo utampa mume wako. Ukitoka huko na stress zako za mchezo unakuta mume wako na yeye ana majina yake na yeye anadaiwa na michezo yake. Jamani, nyinyi ndio mlikuwa mnatupaga moyo. Tukifika, baby mimi sijalipa jina la mchezo, atakwambia mke wangu 10,000, 20,000 nenda kalipie. Sasa hivi unakuta mume wako mwenyewe ana mchezo wa frame, mume wako ana mchezo wa umeme dukani kwake, mume ana mchezo wa mafuta ya gari, mume ana mchezo wa ada. Yaani mume ana michezo mpaka wewe sasa mwanamke unachanganyikiwa, hujui hiyo michezo yako ambayo unaicheza nyumbani ukaitolee wapi shida zao. Nikasema jamani, tuwaachie nyie sasa wanaume. Boda ndo usimshike. Boda ukimwambia nichukulie kitu changu ninunulie kitu hapo 5,000 tu, anakuambia dada hela yote nishalipa kwenye mchezo. Yaani ni hawashikiki. Yaani wanaume ni na michezo na hao jamani. Mngetuacha kwanza. Lakini sinasaidia michezo kwa namna moja ama nyingine. Inasaidia, lakini sasa ndio hivyo, yani hatuna watu wa kuzungumza nao tena, kuna watu tena wa kuwapigia masesa kama wametuvamia fulani hivi kwenye dunia yetu ya michezo. Mchezo sio dunia yao.